بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 27 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu zaka kutoka katika kitabu al-Mulakhas al-Fiqhi للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. جزاك الله خير. tulimalizia katika kikao kilichopita kuzungumzia zakatul ghanam, zaka ya kondoo na mbuzi, na leo biidhnillah taala tutaanza kuzungumzia maneno al-musannif rahimahullah katika kubainisha kile kinachotolewa katika wanyama anapotaka mtoaji zaka kutoa. Qala hafidhahullah: wala tu'khadhu harimatun wala ma'ibatun la tujzi'u fil udhiyah. wala tu'khadhu harimatun الكبيرة في السن wala hachukuliwi katika zaka mnyama ambaye ni mkubwa kiumri. Bimaana katika mbuzi zako unapotoa zaka hachukuliwi yule ambaye ni mzee sana, amezeeka, kwa sababu katika yule mzee maslah ya fakir ni machache. wala ma'ibatun la tujzi'u fil udhiyah, wala pia hachukuliwi katika wanyama aliye na dosari. Kwa mfano amekonda sana au mgonjwa, aibu yoyote ambayo hairuhusiwi katika udhiya, kadhalika katika zaka ni hivyo hivyo. illa idha kanat kullu al-ghanami kadhalika, isipokuwa ikiwa mbuzi zote au kondoo zote ziko katika hali hiyo. Na hapa tuzungumzia zaka ya kondoo na mbuzi, kwa sababu kondoo na mbuzi ni tofauti na ngamia na ng'ombe. Kule tuzungumzia ni kiwango gani cha umri yule mnyama anayetaka kutolewa, anayetakana tolewe zaka, lakini hapa tuzungumzia kondoo na mbuzi. illa idha kanat kullu al-ghanami kadhalika, ay maadama indahu salim yukhrijha, ikiwa ana mnyama ambaye yuko salama lazima mtoe, isipokuwa ikiwa kwa mfano wanyama wake wote ni wazee, hakuna wadogo. Sasa hapo watachukuliwa katika harima, sababu hakuna mwingine, ni hao. Au kwa mfano wanyama wake wote ni wagonjwa, hakuna hata mmoja yuko salama. Katika hali kama hii huwezi kumlazimisha mtu kutoa aliye salama wakati hana, wote waliokuwa pale ni wagonjwa. Ama wanyama wake wote waliokuwa pale ni mfano wana dosari fulani ambayo hairuhusiwi katika udhiya, lakini wote wana dosari hiyo. Katika hali kama hii sheria haimkalifishi mja isipokuwa kwa kadri ya kile anachokimiliki. Qala wala tu'khadhu, na hizi sentensi za mwanzo hapa
ukiangalia vizuri zazungumzia maslah ambayo yarejea kwa nani? Kwa fakir, maslah ambayo yarejea kwa fakir. Sasa Sheikh Al-Fawzan ataanza kutaja maslah ambayo yarejea kwa yule aliye na mali. Akasema wala tu'khadhu al-hamilu wala ar-rubba allati turabbi waladaha wala taruqatul fahli ay allati taraqaha al-fahlu لأنها تحمل غالبا ولا تؤخذ الحامل لأن فيه إضرارا لصاحب المال وسبابه kichukua yule mbuzi aliye na mimba itakuwa ni madhara kwa yule mwenye mali, sababu huyu sasa atazaa na ile ni faida kwa yule mwenye mali. Kwa hivyo sheria pia haimlazimu na kumsukuma mwenye mali atoe mnyama ambaye ana mimba. Kwa hivyo hata yule mwenye kuja kuchukua zaka, kwa mfano akatumwa na kiongozi wa Kiislamu kukusanya zaka, hana ruhusa ya kumchukua yule ambaye ana mimba. Kadhalika wala rubba, kisha kaeleza alladhi turabbi waladaha. Arrubba yule anayemlea mtoto wake, bimaana mtoto wake anyonya bado. Sasa katika hali kama hii kumuondoa yule mama itakuwa ni madhara kwa yule mtoto. Kwa hivyo hapa pia sheria ikazuia kwa maslah ya mwenye mali hapokonyi mnyama ambaye bado yanyonyesha. wala taruqatul fahli ay allati taraqaha alfahlu, wala yule aliyepigishwa na mbuzi wa kiume, bimaana amepandwa, kwa sababu mbuzi wa kike kuna wakati fulani ukifika huwa hupandwa na yule mume, na anapopandwa na mbuzi wa kiume moja kwa moja hupata nini? Hubeba mimba. Kwa hivyo katika hali kama yule aliyepandwa ambaye atarajiwa kuwa huenda akawa ana mimba pia hachukuliwi, liannaha tahmilu ghaliban, kwa sababu mara nyingi hubeba mimba. Kwa hivyo yule aliyepandwa na mbuzi wa kiume huyu hachukuliwi pia. لحديث أبي بكر في الصحيح، ودليل حديث أبي بكر الصديق كصحيح قال الصحيح البخاري يسمى ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا hachukuliwi katika zaka mbuzi au kondoo ambaye ni mkongwe mzee. wala dhatu awarin ويطلق على العيب عموما وكذلك على العور في العين. عوار yaingia mara mbili, yaingia ndani yake yule aliye na uchongo wa jicho. kadhalika awarin yutlaqu ala al-aib umuman, aliye na aibu yoyote, kwa mfano ni kiguru au kwa mfano amekatika mguu yule mnyama, yote yaingia katika nini hii wala dhatu awarin. wala taisun ay alfahlu, kwa sababu mara nyingi beberu la bomani ndio linalotumika katika kufanya nini? Kutia mbegu katika wale wa kike waliokuwa pale. Kwa hivyo akichukuliwa huyu itakuwa kumekosekana maslaha kwa yule mfugaji. illa an yasha almusaddiq au almusaddiq, zote mbili tumetaja tofauti. المصدق من هو المصدق؟ المصدق نعم عامل الصدقة، والصاد ya fatha pekee yake ni amil sadaqa, yule ambaye aenda kuchukua sadaqa kwa niaba ya kiongozi aitwa almusaddiq, na hii tulitaja katika kikao kilichopita. طيب illa an yashaa almusaddiq, hapa yaingia kuwa yule anayekusanya ile sadaqa, anayekusanya zaka, aweza kuonelea kuwa kuna maslah kuchukua harima kwa maslah ya maskini. Kwa mfano yuko ambaye ni wakati na kati, lakini amekonda, ana siha yake
lakini amekonda, na akiangaliwa yule harima ambaye ni mkubwa kiumri lakini amenona na maskini ataka kula nyama, katika hali kama hii maslaha ni kufanya nini? Alharima. Kwa hivyo illa an yasha almusaddiq, akiona kuna maslaha kwa yule harima kwa mfano kuliko kuchukua mdogo wake, basi aweza kuchukua yule anapotaka, akiwa yuona kuna maslaha kwa nani? Kwa maskini. Au kwa mfano akaona kuchukua dhatu awarin, kuna maslaha kwa maskini. Kwa mfano ataka kuchinja, kuna mbuzi amepata ajali, amevunjika mguu, lakini mnene sana, ana mafuta, amenona sana, na hapa kuna mbuzi mwingine kimekonda, ndicho ambacho ima achukue huyo ama achukue huyo, na huyo ataka kuchinjwa hapo hapo. Kwa hivyo katika maslaha ni kumchukua nani? Huyo ambaye ataka mvunjika mguu lakini si atachinjwa. Muhimu ile maskini apate nini? Apate maslaha katika hilo. Na tais wakati mwingine aweza kuona kuwa pengine labda ana mabeberu zaidi ya mmoja, yule mwenye kutoa zaka ana beberu zaidi ya mmoja, na maskini ana mbuzi wa kike peke yake, ahitaji mbuzi wa kiume. Yule mwenye kukusanya aweza kuona ni maslaha kumchukulia mbuzi wa kiume ampatie yule maskini. Na kadhalika yaweza kuwa illa an yasha almusaddiqu, hapa itakuwa ni kusudiwa nani? Naam, yule anayetoa zaka, sio? Taib, lakini hapa istithna itakuwa litaisi faqat, kwa sababu hapa ukisema illa an yasha almusaddiqu, atoe harima, basi wote watachagua harima, wawape watu mbuzi wazee, sio? Ama wale wenye aibu ndo watoe. Lakini hapa ukiangalia ikija almusaddiq itakuwa almustathna huwa madha? At-tais faqat, sababu hapa alina maslaha na yeye ni tais peke yake. Tufahamiana nafikiri, alina maslaha kubaki naye ni tais, yule beberu. Kwa hivyo hapa ikiwa itakusudiwa almusaddiq, yule mwenye kutoa ile zaka, basi akitaka yeye mwenyewe beberu wake kumtoa kwa mapenzi yake, basi aweza kumtoa. وقال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون, Allah subhanahu wa ta'ala akakataza mtu kutoa kile kibovu katika kile anachomiliki, na lau kama angepewa yeye asingekubali kukipokea. Allah akatukataza. وقال عليه الصلاة والسلام ولكن من وسط أموالكم, katika sadaqa mkitoa ya wanyama iwe ni kati na kati katika mali zenu. Fa inna Allah lam yas'alkum khayrahu wa lam ya'murkum bi sharrihi, Allah subhanahu wa ta'ala hakuwatakeni nyinyi mtoe kilicho bora kabisa katika wanyama wenu, wala hakuamrisha mtoe kilicho kibovu kabisa katika wanyama wenu. Kwa hivyo iwe ni kati na kati. Qala wala tu'khadhu karimatun وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها, katika wale pia ambao hawatolewi alkarima. Akasherehesha Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah kwa kusema وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها, ni yule ambaye ni waghali, nyama ambaye ni waghali na ana uzuri kiasi cha kuwa mwenye yule mnyama atamani kuwa naye, nafsi yake imefungamana na yule mnyama. Kama huyu itakuwa si sawa kwa mtu kwenda kusema mimi namtaka huyu, wakati ambapo yule mwenye mbuzi yule ampenda zaidi yule mnyama. Wala tu'khadhu akulatun, wala pia hachukuliwi yule anayependa kula. Kwa binadamu kupenda kula si kitu kizuri, lakini kwa wanyama anayependa kula ndio mzuri zaidi, kwa sababu mara nyingi anayependa kula fanya nini? Unaona, sio? Naam, unaona. Qala wa hiya as-saminatu al-mu'addatu lil-akli, ni ule mnene aliyenona katika wanyama aliyeandaliwa kwa ajili ya kuchinja. Pengine mwenye mbuzi, kuna mmoja amuona apenda kula sana, akawa amwekea pengine mahindi, amuongezea pengine ampangano, ampa nini iwala zaidi, ili anone akitokea mgeni amchinjie. Ama na mgeni wake aswa
ana mgeni wake amemwekea yule mbuzi siku fulani yuaja atamchinjia, mara ikafika wakati wa kutoa zaka, huwezi kuja pale sasa yule uliyemweka pale umpa mtama yule ndio tunayemtaka, itakuwa ni makosa pia, yule hachukuliwi. Al-akula au hiya kathiratul akli, au yule anayekula sana yule, fatakunu saminatan bisababi dhalika, akawa amenona kwa sababu ya kula sana. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: إياك وكرائم أموالهم، أي نفائس أو أفضل أموالهم، na kutahadharisha kutokana na bora katika mali zao. Isiwe watu wamekupa ruhusa sasa, chukua katika zaka, ukaenda ukachukua kile kilicho kizuri kabisa katika wanyama wao. Makosa. Mtume sallam amemkataza Muadh, bali hiki kitendo akakiweka kuwa ni katika dhulma. Fa inna dhulma dhulumat yawm alqiyama, akamwambia Muadh radhiyallahu anhu madha, kwa usifanye hivyo. Kwa hivyo katika ile mali ya kutolewa zaka iwe atachukuliwa mnyama wakati na kati. Ndio hapa akasema wal ma'khudhu fi sadaqati al-adlu. Al-adl yani al-wasat, yule ambaye ni wakati na kati, si mkubwa sana si mdogo sana, si mnene sana si mwembamba sana, kati na kati. Kama qala alayhi salatu wassalam, walakin min wasati amwalikum, katika mali zenu za kati na kati. Wa tu'khadhu al-maridatu min nisabin kulluhu miradun. Hapa pasikilizeni vizuri, huchukuliwa mgonjwa. Mmoja arudi nyuma, msijifinye. Mmoja arudi nyuma hivi asome naye. Mmoja arudi nyuma, kuna nafasi hapa nyuma. Allah ibarik fikum, jazakumullah khair. Naam, alafu kienue juu kitabu ndio mtaona vizuri. Jazakallah khair. وتؤخذ المريضة من نصاب كله مراض, na huchukuliwa mnyama mgonjwa katika zaka ikiwa nisab ya wanyama au wale wanyama wote ni wagonjwa, hakuna hata mmoja mwenye afya. Katika hali kama hii, maadamu wamefika nisab na imepita haul, imepita mwaka, na yale masharti yanayotakana yamepatikana pale, basi atatolewa mmoja katika wale wagonjwa, kwa sababu wote ni wagonjwa, hakuna aliye nasiha. لأن الزكاة وجبت للمواساة وتكليفه الصحيحة عن المراض إجحاف به, kwa sababu asli ya zaka imewajibika kwa ajili ya almuwasa, kuliwazana na wale maskini na kumlazimisha na kumkalifisha yule aliyewajibika kutoa sadaka kutoa mnyama ambaye ana siha yake, wakati yeye wanyama wake wote wana maradhi. Hapo sasa ni kama kufanya ususuavu na yule tajiri na yule mwenye mali, maadamu wake wote ni wagonjwa, pengine labda kumezuka maradhi fulani, wote ni wagonjwa, hakuna mwenye siha. Katika hali kama hii atachukuliwa katika wale wale. وتؤخذ الصغيرة من نصاب كله صغار من الغنم خاصة. sikilizeni vizuri hapa, hii min alghanami khassa, yani kwa kondoo na mbuzi khassa. Hii hukumu haingii kwenye nini? Haingii kwenye ngamia wala haingii kwenye ng'ombe. Limadha? Lianna fi al-ibli wal-baqar at-tafriq hasala fi madha? Fi as-sin la fi al-adad. Amma fi al-ghanam fi al-adad la fi as-sin. Kivipi? Tuenda katika zaka ya ngamia kwa mfano, ikifika ngamia 25 waambiwa toa kitu fulani, ikifika ngamia kadha waambiwa sasa toa nini? Bint makhab. Wakizidi mpaka ngamia fulani sasa watoa bint labun. Ukiangalia vizuri hapa haikuwa bint makhab bint makhab bint makhab, yabadilika, sio? Kwa hivyo ikazingatiwa katika zaka ya ngamia kutoa nini? Mwenye umri fulani. Kwa hiyo kinachozingatiwa ni umri pale, si idadi. Lakini ukija katika mbuzi utakuta kuwa wakishapita, ikifika istiqrar katika kila 100 watoa nini? Mbuzi umewekewa kuwa umri wake au bint kadha bint kadha. Baada ya kuwa umri ushajulikana ni ule ule wa udhiya kwenda juu, baada ya hapo ni kuwa ni mbuzi tu.
bora awe nini, ni mbuzi. Aweza kuwa umri wake ni mwaka mmoja, sawa, ili inavyotakana. Tuseme kwa mfano amepita mwaka mmoja, yuko mwaka mmoja na nusu, pia achukuliwa. Yuko miaka miwili, achukuliwa, maadamu hajakuwa ni mzee. Sio, tuelewana? Kwa hiyo pale yaangaliwa nini, idadi, kule yaangaliwa umri. Tumeelewana sisi? Na ndio maana hapa ikawa hii hukumu ni hasa kwa mbuzi, kwa sababu ni idadi, sio umri. Katika hali kama hii ikawa ikiwa wote ni wagonjwa atatolewa katika wale aliyemgonjwa, ikiwa wote ni wadogo atatolewa ambaye ni mdogo. Umeeleweka? Tayeb, itikieni tu ndio, alafu nikiuliza maswali hapa mshinde kujibu. Twende mbele. وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه فهو أفضل وأكثر أجرا. ikiwa mwenye mali atapendelea mwenyewe kutoa kilicho bora kuliko kile ambacho ni wajibu juu yake, basi ni bora zaidi na ajiri yake ni kubwa zaidi. Kwa mfano, katika mbuzi 40 atakana atoe nini? Mmoja, sio? Akasema mimi nitatoa ngamia. Sheria haikukatazi, itatosheleza, bali ni bora zaidi. Sio, mnifahamu? Kwa mfano ana mbuzi 500, atakana atoe mbuzi ngapi? 5, sio? Akasema mimi nitatoa 10 badala ya 5. 500 ni wengi, hata nikitoa 10 mimi sijapunguza kitu, wacha nitoe 10. Akatoa 10, fahuwa afdalu wa aktharu ajra. Hapa ni bora zaidi na atapata ajiri zaidi. Kwa mfano, katika hao atakana atoe mbuzi mmoja, lakini ni wakati na kata akasema la, mimi nitamtoa yule mzuri kabisa katika mbuzi zangu, yule pale namtoa sadaka, yule ambaye amenona kabisa ndio namtoa. Sheria haikumlazimisha, lakini yeye mwenyewe kwa nafsi yake akapendelea kutoa kilicho bora kabisa, basi ni afdal wa aktharu ajra. nafikiri iko wazi. قال وإن كان المال مختلطا من كبار وصغار. طيب, kwa mfano imetokea katika wale mbuzi na kondoo kuna wakubwa na wadogo pale ndani, wakamilishana nisab katika wakubwa na wadogo. وإن كان المال مختلطا من كبار وصغار au sihahin wa ma'ibatin. Kuna wengine wana afya na kuna wengine wagonjwa pale pale ndani. Tuseme ana mbuzi 400, katika wale mbuzi 400 takriban 150 wagonjwa na wengine wako wazima. Mbuzi zake zimechanganya namna hii, kuna wale ambao ni wagonjwa na kuna wale ambao wana siha yao. au dhukurin wa inathin, au wa kiume na wa kike. ukhidhat untha sahihatun kabiratun ala qadri qimati almalaini. Hapa naomba mnisikize vizuri sana. Atachukuliwa mbuzi wa kike au kondoo wa kike ambaye ni mzima, ana afya yake tena mkubwa, kwa kadri ya qima ya mali mbili. Mali mbili nzipi hizo? wa in kana almalu mukhtalitan min kibarin wa sighar. Huku juu sisi tushajua hukumu zinazofungamana na mbuzi na kondoo nyingi sana, lakini hapa kuna istithna. Sasa ikiwa ile mali imechanganya wakubwa kwa wadogo, wake kwa waume, walio na afya na wengine hawana afya, namna hiyo, asema hapa atatolewa wa kike tena mkubwa kwa kadri ya qima ya mali mbili. Vipi? Asema hapa sasa, aeleza fayuqawwamu almalu kibaran wa yu'rafu ma yajibu fihi thumma yuqawwamu sigharan kadhalika thumma yu'khadhu bilqist. Tutakadiria kwa mfano, si wakubwa kwa wadogo hapo, tutakadiria kuwa wote ni wakubwa hao, wote hawa kwa mfano ni wakubwa, sawa? Tusiangalie wale wadogo, tuseme mbuzi wako 300 au 400, tuseme 400, 150 ni wadogo. Sisi tutasema tuseme 400 wote nini? Ni wakubwa.
Mwanielewa vizuri? Kisha tuangalie ikiwa hawa 400 wote ni wakubwa, yupi hapa tutamtoa zaka hapa katika hawa ambaye yuko kati na kati katika hawa 400? Sawa, tukamchagua yule pale, tumweka kando. Bei gani huyu? Huyu shilingi 1500. Tuandika kando shingapi? 1500. Thumma yuqawwamu sigharan kadhalika, kisha tutapiga hesabu. Kwa mfano wote hawa ni wadogo, sio? Ilikuwa 150 ndio wadogo kwa mfano, lakini sasa tutasema wote 400 ni wadogo. Ingelikuwa ni wadogo wote, tungemtoa yupi? Tungemtoa huyu. Bei yake ngapi huyu? Huyu bei yake shilingi 3000. Sawa, tuandika ngapi pale? 3000. Thumma yu'khadhu bilqisti, kisha tutaongeza 3000 juu ya yule mkubwa ngapi? 1500, sio? 3000 na 1500 zote za 1000 ngapi? 8, sio? Gawanya mara mbili za wangapi? 1400. Sasa pale tutaangalia mbuzi gani ambaye bei yake ni shilingi 1400. Tukishamuona yule pale ndo kima yake shilingi 1400, yule ndio atakayetolewa nini. Lakini sasa akichaguliwa, atachaguliwa untha wa kike sahiha, ambaye si mgonjwa, pamoja na kuwa pengine waweza kuwa wako wagonjwa pale, tena kabira ala qadri qimati almalaini. Mshairi qimati almalaini mpatikana vipi? 1500 na 3000 gawanya mara mbili, ukizikusanya yaja ngapi? 1400 kwa qima ya 1400. Tumeelewana? طيب, ataeleza hapa Sheikh Al-Fawzan, wa hakadha al-anwa'u al-ukhra. Hapa tunazungumza wakubwa kwa wadogo, sio? Wa hakadha al-anwa'u al-ukhra, aina nyingine ni wapi? Min sihahin wa ma'ibat, kwa mfano wagonjwa kwa wazima, au dhukurin wa inath, au wakike kwa kiume. فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كبارا صحاحا 20. kwa mfano qima cha kile kinachotolewa zaka katika wale wanyama, ikiwa ile nisabu yote ni wakubwa tena walio na afya yao, ni 20, yani bei yake ni 20, kama rial, kama ni dirham, kama ni shilingi 20 mfano. wa qimatuhu idha kana sigharan miradan 10, na qima yake ikiwa ni wadogo tena wagonjwa ni ngapi? 10. fayukhraju an-nisfu min hadha wan-nisfu min hadha, tutachukua nusu katika hii na nusu katika hii, ambao ni sawa na kuongeza zote, kisha ufanye nini? Ugawanye mara mbili. Ay ma yusawi 15. nusu ya 20 ngapi? 10, na nusu ya 10 5. Ukiziongeza zote za ngapi? 15. Sasa ile 15 ile tutaangalia sasa mnyama ambaye ana siha yake, ambaye bei yake ni ngapi? 15. Huyo ndio tutakayemtoa kama nini? Kama zaka. Sio, umenielewa hapo? Mmepaelewa vizuri hapo? Natarajia meeleweka. Kwa hivyo ikiwa wamechanganyika baina wagonjwa na wazima, ama wakubwa kwa wadogo, ama wa kiume kwa wake, namna hii ndiyo hisabu ya zaka inavyofanywa. Lakini katika kutoa atatolewa mbuzi gani au kondoo gani? Wa kike, tena mkubwa, ambaye nini? Bei yake ni katika hizi qima za mali mbili. Mali mbili ya kusudiwa kama mfano wagonjwa na wale ambao ni wazima, au wakubwa na wadogo, au wa kiume na wa kike, wa hakadha. Fahimtum ikhwani? inshallah mfahamika. قال ومن مباحث زكاة الماشية معرفة حكم الخلطة فيها. hiyo insha Allah taala tutakuja kuizungumzia katika kikao cha kesho insha Allah taala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.